Na mtazamaji wa Kijumbe Brand TV, tumekuwa tukikusogezea taarifa mbalimbali ambazo zimetrendi hapa Tanzania lakini pia hata nje ya Tanzania. Na kama bado ya subscribe, basi fanya kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa pale ambapo tumekuwa tukiachia taarifa mbalimbali hapa ndani lakini pia nje ya Tanzania. Habari ambayo tunayo bwana ni huko jijini Dodoma kumepamba moto, ikiwa ni sehemu bwana ya vikao kwa ajili ya bajeti ya Wizara ya Sanaa na Michezo na Burudani. Katika moja ya vituko vikubwa ndani ya bunge ilikuwa la kutambulishwa kwa fahari wawili, Engineer Elsi Saidi na Warans Kalia. Katika hali ambayo iliacha shangwe kubwa kwa wabunge, ilikuwa pale ambapo rais wa klabu ya Yanga aliposimamishwa na kisha wabunge kupiga meza zao huku wakisisitiza kwa maneno kuwa hatuchezi. Na pia baada ya kusimama Karia, hali ya kuzomea ilisikika ndani ya bunge hilo, lakini bwana Waziri Kabudi ni kama alijibu Yanga kiaina hivi. Na katika hatua nyingine, wakati wa maswali kwenda kwa wizara husika, mbunge Joseph Msukuma alitoka na swali kuhusu ni kwa namna gani serikali inakwenda kusemea sakata la Yanga pamoja na bodi ya ligi na TFF, hasa kufuatia mchezo wa dabi ya Kariakoo. Ile ikumbukwe kuwa klabu ya Yanga walituma waraka mkubwa sio kwenda kwa TFF au bodi ya ligi kuu. Yanga baada ya kushindwa kesi katika mahakama ya kasi walitoka na kuamua kuanguka katika miguu ya serikali, wakitaka haki itendeke kwa Simba wanafanyiwa upendeleo na TFF bwana. Wakati wa kujibu swali hilo, Mheshimiwa Palagamba Kabudi alijibu kwa kusema sheria ya FIFA zinatoa penzani kwa serikali ya taifa lolote wanachama kuingilia katika mambo ya soka ya nchi husika. Kwa hivyo Yanga wanachoomba kwa serikali haiwezekani. Kwa maana hiyo, Yanga kwa sasa itabidi kuchagua ikiwa inakwenda kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ni rasmi kupigwa tarehe 15 mwezi wa 6 saa 11 jioni. Ikiwa klabu ya Yanga itagoma kushiriki mchezo huo, inaweza kukutana na adhabu kali kuliko. Yes, mimi ni Christian Ale na hii hapa ni Kijumbe Brand TV. Zidi kutembelea katika page yetu pia ya Instagram kama Kijumbe Brand TV. Ile Kijumbe Brand unaibananisha kabisa bila kutenganisha nafasi, alafu unaweka TV, utatupata vyema ili pia wewe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zile ambazo tumekuwa tukikusogezea wewe tunayekupenda zaidi.